Mimi mwenyewe nimesikitika kwa kuwa hilo sasa limeenda kwa waumini na mimi nikaonekana kama mimi nimelisimamia na kuliruhusu. Mimi ni Padre Jack Kambere, ni paroko wa parokia watakatifu Petro na Paulo Kijenge. Siku ya Ijumaa nilipokea mgeni katika ofisi yangu, yani siku 2 zilizopita. Akasema kwamba ana ujumbe ambao alitaka aushirikishe waumini wa hapa. Na mimi nilimueleza kwamba tuko ndani ya kipindi cha Kwaresma. Kwa hiyo matangazo marefu hayaruhusiwe kabisa kwa sababu yanavuruga utaratibu mzima wa liturujia. Ila baada ya kunieleza kile ambacho alitaka washirikishe waumini, mimi mwenyewe nikawa nimemruhusu kwamba alete tangazo akiwa ameliframe vizuri juu ya karatasi. Na kitu ambacho tungeweza kufanya mule kanisani ingekuwa kumtambulisha tu kwa waumini, alafu na kualika wale ambao wanataka kumsikiliza kwenye ukumbi mdogo wa parokia. Lakini hakuwa amenieleza kwamba alikuwa na bidhaa za tuseme vile vifaa vya kuwauzia waumini. Hakugusia hilo kabisa. Kwa hiyo kama elimu, baada mimi kumsikiliza niliona kweli alikuwa na nia njema kuwapa watu elimu, maana alikuwa ameeleza juu ya matumizi ya hizi simu za mkononi, makompyuta, kwamba wakati mwingine tunachukua muda mwingi mbele ya kompyuta, na kwa sababu ya kwa kuwa tunachukua muda mwingi, huenda sasa ili katuletea madhara kama upande wa macho na kadhalika. Na huwa hata tukilala vitandani huwa tunalala, yani tuseme karibu na simu, kwamba wakati mwingine inaweza hali hii ikatuathiri sana. Sasa mambo mengine sikuyajua, na kama vile yatakuwa gizi yalivyoonekana siku ya leo. Lakini kwa upande wangu nilizani kwamba anakuja kutoa elimu kwa wale ambao watakuwa tayari kusikiliza elimu yake. Lakini mambo mengine ya biashara sikuwa na taarifa nayo kabisa. Yani nimetoka Kigangoni na nilipoingia dakika 2 nikawa nimepata taarifa kwamba tumekaribisha mtu ambaye hakuwa na nia nzuri kabisa. Kwa hiyo hata tukashauriana kwamba na kuchukua hatua ya kutafuta polisi ili akahojiwe kwamba kile alichokuja kukifanya hapa parokiani na mbele ya waumini wetu kama kweli alikuwa anafanya jambo halali. Kwa hiyo hata mimi mwenyewe nimesikitika kwa kuwa hilo sasa limeenda kwa waumini na mimi nikaonekana kama mimi nimelisimamia na kuliruhusu. Kwa hiyo hata na mimi hilo limeniumiza sana kwa kweli. Nafikiri sheria ichukue mkondo wake, na hili ni fundisho kwetu kwamba siku zinazokuja tuwe makini tunapopokea watu ambao hatuwafahamu vizuri. Kwa hiyo na hili naye nimekuwa fundisho kubwa sana kwetu, ili tujipange vizuri na tuwe zaidi sana makini. Nafikiri yeye alikuwa amekuja tu na maneno ya kukovisi kabisa mtu, yani alivyokuwa anajieleza kwamba nimeshapita na Njiro, sijui nimepita na wapi. Ukaona kwamba anaweza kaleta elimu ili watu wasiendelee kuangamia kadiri alivyokuwa anajieleza.